maisha ni muda ambao kiumbe hai anajaliwa kuishi. Ni hali tofauti kabisa na uzima wa milele, kwa kuwa uhai wake una mwanzo na mwisho. Hasa mwisho unasababisha maswali kama kila chenye mwanzo kina mwisho, ya nini kuwepo kwake? Kukosa lengo, kuwepo bila kujua sababu, kutokuwa na maana kunamfanya mtu ajisikie mnyonge. Hii inamfanya pengine akate tamaa ya kuishi, la sivyo ajitose kufurahia mazuri yanayopatikana maishani. Lakini bila uwezo wa kuondoa utupu wa moyoni mwake, hilo linamhuzunisha sana. Ni kwa sababu hiyo maana ya maisha ni mojawapo kati ya masuala makuu ya binadamu duniani. Hawezi kukwepa masuala ya kutoka moyoni kwake kuhusu thamani, madhumuni na umuhimu wa maisha yake. Swala hilo linaweza kujitokeza kwake katika maswali mengi tofauti yanayohusiana kama vile: mbona tumekuwepo? Maisha yanahusu nini? Na nini maana ya hayo yote? Binadamu anajiuliza maswali kama hayo hasa anapokabiliana na kifo, kwa mfano msiba wa ndugu au rafiki. Hilo limekuwa suala kuu la wadadisi wa sayansi, falsafa na dini tangu zamani. Hivyo kumekuwa na idadi kubwa ya majibu kutoka asili mbalimbali kadiri ya itikadi na utamaduni. Utafiti wa chuo kikuu cha California San Diego School of Medicine uligundua kuwa maana ya maisha ni muhimu kwa afya na ustawi, lakini uhusiano huo hutofautiana kwa watu wazima, wenye umri mdogo na zaidi ya miaka 60. Dilip V. Jeste MD au ni medical doctor, mkuu msaidizi mwandamizi wa kituo cha kuzeeka kwa afya na profesa mashuhuri wa saikolojia na neuroscience katika shule ya tiba ya UC San Diego, alisema unapopata maana zaidi maishani unaridhika zaidi, ili hali usipofanya hivyo huna kusudi maishani na unalitafuta bila mafanikio, utahisi kuvurugwa na kuwa na stress zaidi. Profesa huyu mashuhuri Dr. Jester alisema unapokuwa kijana kama katika miaka ya 20, huna uhakika kuhusu kazi yako, mwenzi wa maisha na wewe ni nani kama mtu katika jamii. Unatafuta maana ya maisha. Unapoanza kuingia katika miaka ya 30, 40 na 50, una mahusiano yaliyoimarishwa zaidi. Labda umeolewa na una familia na umekaa katika kazi, utafutaji hupungua na maana ya maisha hufanyaje? Huongezeka. Lakini wachambuzi waligundua kwamba umri wa miaka 60 katika huo utafiti ni wakati uwepo wa kusudi katika maisha unafikia kilele, na utafutaji wa umuhimu wa maisha ulikuwa chini kabisa. Baada ya umri wa miaka 60, mambo huanza kubadilika. Watu huacha kazi zao na kuanza kupoteza utambulisho wao au personal identity. Wanaanza kupata matatizo ya afya, na baadhi ya marafiki na familia zao wanaanza kufariki. Wanaanza kutafuta tena kusudi la maisha kwa sababu maana waliokuwa nayo hapo awali imebadilika. Kwa utangulizi huu sasa unaweza kugundua kwamba maana ya maisha ni swala mtambuka, ni controversial, ambalo anayeweza kulijibu ni Muumbaji mwenyewe, hasa kuhusu kusudi na sababu za uwepo wa mwanadamu hapa duniani. Kwa hiyo tutakwenda kuzungumza hizi aina mbili za maisha, ambao ni maisha yanayoongozwa na mahitaji na maisha yanayoongozwa na kusudi. Sasa maisha yanayoongozwa na mahitaji ni maisha ambayo yalizaliwa hapa duniani. Baada ya kuanguka Adamu katika bustani ya Edeni, wanadamu wanatafuta sana kila siku kujua ni nini lililo kusudi katika maisha yao. Kila mtu yuko kwenye safari ya mchakato wa kutafuta maana ya maisha kwenye maisha yake. Na kuna wanasaikolojia wengi wamejaribu kufanya utafiti, na mmoja wapo ni mtu mmoja anaitwa Abraham Maslow. Huyu mtaalamu alitengeneza huu mfumo ambao unaitwa Maslow's Hierarchy of Needs. Alikuwa ni mwanasaikolojia, anatafiti ni kitu gani ambacho mwanadamu anahangaika nacho hapa duniani. Huyu bwana alizaliwa mwaka 1905 au 8. Mwaka 1943 akajaribu kufanya huu utafiti. Na kwa watu ambao wamesoma vyuo vikuu, sijui ni kozi gani, huu mchoro wanakutana nao na wanamsoma huyu jamaa.
sociology nadhani wanasoma. Kwa hawa ndio wanajaribu kushepu dunia. Na tukienda mashuleni tunafundishwa kwamba maisha yanatafutwa hivi, kwamba mwanadamu yeyote lazima aanze na basic needs. Mahitaji ya nini? Ya msingi, ambao ni malazi, ulinzi, mavazi, usalama na chakula. Hivyo ni vitu ambavyo ni vya msingi mwanadamu kwanza anatafuta. Na ndio maana hata watoto wetu wakimaliza vyuo wanasema niko kwenye tempo, yani niko temporary shughuli najitafuta. Kwa sababu alishafundishwa kwamba lazima uanze kutafuta kwanza, utalala wapi, utakula nini. Na huu ni utafiti ambao aligundua, na akagundua kwamba watu wakishamaliza kufaulu kwenye hiyo engo wanahamia kwenye stage ya pili ambao ni psychological needs, mahitaji ya kisaikolojia, ambayo sio tena haya mambo matatu makubwa, bali anaanza kutafuta mahusiano. Na ndio maana kijana akimaliza chuo anasema hawezi kuoa mpaka apate kazi. Akishapata kazi ndio sasa anaanza kuwaza nini? Mahusiano. Anakaa miaka 25 hajapata mke, 26 hajapata kazi, 29 hajapata kazi, 30 kazi hajapata, 35 kazi hajapata. Mwisho anasema nioe tu hivyo tu, kwa sababu wanafuata hii pattern. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwenye mahusiano na kutafuta heshima na kuhakikisha anatafuta hisia ya kufanikiwa ni stage ambayo ni ya pili, kwamba mwanadamu anatarajiwa akishapata vitu kama kagari kidogo. Na ndio maana watu wakimaliza chuo akipata ajira tu, cha kwanza anatafuta heshima mjini. Akipata KST sio mbaya, akiulizwa na mwenzake, vipi bwana ushajenga, sasa niko kwenye renta. Yani ni heshima fulani kuwa na kagari mjini na kuwa na nyumba. Anafuata pattern hiyo. Na baadaye sasa walio wengi huwa wanaishia kwenye stage number 2, number 3 huwa hawafiki, ambapo huyu bwana Abraham Maslow alisema hatua ya mwisho ni sehemu ambayo ni mahitaji ya kujitosheleza, kwamba mtu amegundua vipawa vyake, capacity yake, uwezo wa kuvumbua vitu, creativity, innovation na potential zote ambazo mtu anazo, anatumia vipawa na karama. Kila mtu kwa mujibu wa Abraham Maslow anasema yuko kwenye hii safari. Lakini kwa nini mchoro wake chini umepanuka, juu ni mwembamba? Ndio maana niwaambia sasa hivi tunaulizana maswali. Naomba jibu. Kwa nini mchoro wake chini umepanuka, juu ni kembamba sana? Naombeni majibu. Ndio, Mike, niliwaambia tunafundishana kwa kuulizana. Kwa nini juu ni pembamba sana, chini papana? Huku juu kwa mjibu wake kwamba ni wachache sana wanaofika sehemu ya kutumia vipawa na karama. Ndicho alichogundua, na watu wanafuata mfumo huu. Haya ndiyo maisha ya ulimwenguni. Wangapi hamjaishi hivi? Unazaliwa, unaambiwa usome, maisha yaende vizuri. Nani ambaye nyumbani kwake hajaambiwa asome? Na wengine mnaamini usiposoma tu maisha yamekushi. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo wapendwa? Kwa hiyo tunaambiwa tunazaliwa, tukizaliwa tu vidudu. Paka vitoto viko na miezi 8 vinaenda vidudu. Tunawekeza watoto. Mwaka mmoja kinacheza tu. Mwaka wa pili kinacheza. Baadaye kinaenda la kwanza, kinakulia huko shuleni. Baada ya kusoma, umemaliza labda chuo kikuu, diploma, unaambiwa sasa unajipanga na maisha. Lakini kujipanga maisha kwenyewe lengo lake ni nini? Kutafuta mahitaji kama alivyosema Maslow. Ukishatafuta umejipata sasa, kijana au binti, sasa unaambiwa unachukua uoe rafiki yangu au olewe. Baada ya kuolewa, kilichobaki si mnajua matunda ya ndoa ni kuzaa. Baada ya kuzaa, cycle inaanza. Mtoto wako sasa amezaliwa, na yeye unamwambia soma. Akisoma naye anafika hapa, anajipanga na maisha. Akifika hapa na yeye anaambiwa oa, utafute mahitaji. Wewe unazeeka, unakufa.
Na mistari ndio hiyo, ni mingi. Ndio ile tulisoma asubuhi. Yote hii. Pattern hii sio maisha ambayo Mungu anataka. Haya ni maisha ambayo aliyagundua Bwana Abraham Maslow. Na tunasoma haya maisha. Nani alichonga haya maisha? Nani alituambia maisha yanapatikana kwenye kusoma? Kuna watu wanasema hivi, Biblia inasema mshike sana elimu, usimwache maana ni uzima. Ile sio elimu ya darasani form 1, form 2, form 3 mpaka chuo kikuu, sio. Soma vizuri. Ukisoma Kiingereza kinasema ushike maagizo. Watu wakisema mshike sana elimu, sio elimu hii ya form 1, ni elimu ya Mungu. Kuelewa Mungu anataka nini. Ndio maana Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwefanyaje. Lakini maisha haya kuna Mungu hapa? Hakuna. Na sisi tunafuata pattern hii. Swali, mmesema sio maisha ambayo Mungu alituitia. Swali, kwa nini tunayaishi? Biblia inasema hivi, yule atakayeshika neno langu atafananishwa na mtu mwenye akili alijenga nyumba yake kwenye nini? Kwenye mwamba. Mvua ilipokuja, mafuriko yakaja, nyumba ikasimama. Asiyeshika maandiko haya niliyoweka hapa anafananishwa. Sio kwamba anafananishwa na nani? Mpumbavu. Mpumbavu maana yake nini? Tofauti ya mpumbavu na mjinga ni moja tu. Mjinga ni mtu asiyeelewa. Kama huelewi chochote, wewe ni mjinga kwa kitu hicho. Mpumbavu mpumbavu bwana, yeye anajua hajui. Anajua kabisa na hataki kujua. Mpumbavu mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna nani? Mpumbavu anajua Mungu yupo na hataki mpumbavu. Sasa maana yake kama tunafuata maisha haya na hatuna mpango wa kutoka kwenye hii pattern, basi sisi ni wapumbavu. Sio mimi sasa, ni Biblia ilivyosema, si ndio hivyo wapenda? Sasa tunataka tujifunze kwenye semina hii tusio wapumbavu, tutoke hapa. Na maisha haya ni maisha ya hasara mno. Hakuna aliyewahi kuishi maisha haya akafanikiwa, hata mmoja. Ni nani aliyetufundisha kwamba tuwe tunazaliwa, tunasoma, tunajipanga maisha, tunaoa, halafu tunazeeka, tunakufa? Nani? Si tuna Biblia kila siku. Biblia imekataa tusitafute tutakavyokula wala tutakavyokunywa. Luka 12:29-30. Lakini ni nani anatufundisha mafundisho mengi? Na kwa nini tukisoma maandiko tunayasoma ila hatuelewi, ila tunayaona? Au tunasema labda hii aya ilikuwa ya Wayahudi, tunajitoa sisi. Bwana atusaidie. Mifumo hapa duniani, kuna mifumo. Kuna mfumo wa afya. Kwa mfano sisi tunapofundisha ujasiriamali, entrepreneurship, unapoanzisha biashara ya aina yoyote, lazima cha kwanza lazima ugundue which industry am I operating. Yani industry nini? Soko tuseme labda. Yani nini industry? Kwa mfano afya ni industry. Sawa? Afya. Usafirishaji ni industry. Sawa? Sawa wapendwa? Chakula ni industry. Sawa? Kwa hiyo unapoanzisha biashara lazima ujue hivi biashara yangu iko kwenye industry gani? Tuseme kwenye mfumo gani? Mfumo wa afya, mfumo wa vyakula, mfumo wa usafirishaji. Hii mifumo imewekwa, tayari ipo. Kwa hiyo ukioperate kwenye huu mfumo, matokeo yake yanaeleweka. Yaani mimi sitakiwi kuomba sana kujua utakuwa masikini. Ninaangalia tu mfumo uliopo. Nikishajua mfumo uliopo tu, mimi nakwambia wewe utoboi, hata ungeomba namna gani. Kwa sababu hakuna muujiza wa kukupa matokeo nje ya mfumo. Mfano, ukifanya kazi Coca-Cola,
hakuna namna yoyote utapewa mshahara na CRDB. Si ndio hivyo? Hata ungesikia kwamba CRDB siku hizi ndio wana mshahara mkubwa kuliko yote, huwezi ukawaambia jamani Coca-Cola CRDB kule wameongeza, ninyi vipi? Watakwambia nenda huko. Mfumo. Sasa hii mifumo imewekwa. Kuna watu watatu ambao tunasoma vyuoni. Hawa watu ndio wameshape dunia. Wanaitwa wanafalsafa wa kale wa wapi? Wa Ugiriki. Mmoja anaitwa Socrates. Socrates mwaka wa 470 469 kabla ya Kristo. Na tunamsoma. Madam, simesoma Socrates. Wa pili anaitwa Plato, mwanafunzi wa Socrates. Watatu anaitwa Aristotle. Sasa tuanze na Socrates, ndio baba lao. Wako karibia 8-9 hivi, lakini hawa ndio wanajulikana kama wakubwa. Na hawa ndio wameleta mambo makubwa. Socrates ni mmoja wa wanafalsafa wa Kigiriki wanaojulikana sana, na alikuwa mchangiaji mkuu wa mawazo ya awali ya falsafa kuhusu maadili, ujuzi na haki. Yaani hii haki unaosikia, haki ndio mwanzilishi. Maadili, japokuwa ya mambo yametoka kwa Bwana, si ndio jamani? Hauhitaji kusoma ukiwa ndani ya Kristo. Sasa wao wanayasoma, na ndio walio shape kuleta utaratibu wa namna gani tunatafasiri maadili, namna gani tunatafasiri ujuzi, na namna gani tunatafasiri haki. Socrates. Wa pili mwanafunzi wake Plato, mwaka wa 428 427 348. Kumbuka miaka ilikuwa inaporomoka, yani inaanzia mingi inakuja midogo. Yesu alipozaliwa ndio ikaanza moja, sawa? Kwa msishangae mbona imepungua na yule ndio wa kwanza. Huyu Plato ni mwanafunzi wa Socrates. Yeye aliongezea zaidi. Alisoma kwa undani zaidi juu ya maadili, wema, haki na mawazo mengine yanayohusiana na tabia ya binadamu. Maana yake wao walileta namna gani ya kutafasiri haki, wema, morality. Siku moja nikiwa chuo nikamwambia profesa, lakini huu ndio ukweli. Profesa akaniambia, ukweli maana yake nini? Unaona, hawa ndio wamewafanya wanavyuoni wanaitwa ma critical thinker. Yaani kile unachokisema anakihoji. Ukweli maana yake nini? Niwezekana ukweli kwako, mimi kwangu uongo. Unaona? Hawa Aristotle, mwanafunzi wa Plato, walikuwa wanalizishana tu. Alivutiwa na maadili, alisoma sayansi tofauti kama fizikia, biolojia, unajimu, astronomy. Mara nyingi anajulikana kwa kuendeleza utafiti wa mantiki, logic, pamoja na msingi wa zoolojia ya kisasa. Logic maana yake mantiki. Kwa mfano nikisema takuua wewe, mtu anatafuta hiyo kauli imetoka wapi? Logic. Au logic ndio inasababisha mume na mke akisema hivi, mwanaume anafikiri hivi, hili kwa nini amesema hivi? Hiyo ndio inaitwa logic. Kwa hiyo hawa ndio wamesoma haya mambo. Na Aristotle anaitwa sasa baba wa sayansi ya siasa, political science and public administration. Tunasoma vioni, huyu ndio baba yao. Nitawaambia baadaye haya mambo yamekuja kuathirije maisha ambayo tunayafuata. Msiwe na wasiwasi. Sawa wapenda? Kwa nini? Kwa sababu alifafanua juu ya mada na fikra za utaifa. Yaani habari utaifa. Utaifa maana yake nini? Huyu hapa. Ndio ameleta concept ya utumwa. Sisi wenyewe tuna mawazo ya kitumwa hapa. Tunayo mengi tu. Na huyu ndio baba yao. Na nitawaambia mawazo tulionao ya kitumwa muda sio mrefu. Huyu ndio alituletea kasheshe duniani. Alielezea kuhusu mapinduzi
kama mapinduzi tunaita mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Yaani ukitaka kupindua nchi anajadili namna gani unapindua. Huyu bwana alizungumzia habari ya nini? Elimu. Alizungumzia habari ya uraia na aina za serikali. Akazungumzia nadharia ya katiba na kadhalika. Aristotle alikuwa mstari wa mbele katika kuendeleza misingi ya historia ya saikolojia. Huyu jamaa nadhani alifanya mengi. Ikawa alikusanya vya wote hao akaleta. Haya mambo yote si ndio yanatuongoza sisi sasa hizi? Mnabisha? Maana na kila kitu tunachokisoma kimetoka kwa hawa jamaa. Unasoma biology, physics, Dr. mzee wa virus. Hawa jamaa wametengeneza procedure nyingi za sayansi. Ndio waanzilishi, wengine waliendeleza tu. Katika falsafa ya kale ya Kigiriki walichanganua kwa kiasi kikubwa matukio ya asili na kufikiri kwamba wanadamu wameumbwa kutokana na kitu kimoja tu ambacho kinaweza kuwa hewa, maji au kitu kisicho na kikomo kinachojulikana kama apeiron. Ndio hawa wametushepia dunia, wanaamini mtu ametokana na maji, hewa au hiki kidude. Kuna mtaalamu anaitwa Pythagoras, alikuwa mmoja wa wanafalsafa na mwanahisabati maarufu wa kundi hili ambaye alianzisha nadharia inaitwa Pythagorean theory. Wangapi mmesoma form 2 Pythagoras theory? Hypotenuse alafu a plus b is equal to c square. Mnaikumbuka? Huyu hapa. Unaona anachokiamini wanadamu walitokana na nini? Hivi hypotenuse theory base nini? Hiyo Pythagorean theory mlishawahi kuitumia kwenye maisha yenu? Hamna shida, lakini ila ina msaada huko. Kuna watu wanaitumia. Lakini ya mwanzilishi mwenyewe ndio misimamo yake hii juu ya uumbaji. Alikuwemo kwenye hili kundi wanaoamini mtu. Kwa sababu hao jamaa walikuwa wanahoji kila kitu kuhusu nini? Asili. Asilia ya kila kitu. Wema ulitoka wapi? Maadili yalitoka wapi? Haki ilitoka wapi? Serikali maana yake nini? Siasa maana yake nini? Lakini watu hawa wanaamini nini? Mwanadamu ameumbwa kutokana na kitu kimoja tu ambacho kinaweza kuwa hewa, maji au lidude inaitwa apeiron. This is their faith. Sasa niambieni, watatafasiri maadili kulingana na Biblia? Mpaka leo swala linaloitwa morals liko kwenye mchakato. Maadili ni nini? Ndio wanatuletea ushoga kwa sababu wanatuletea haki. Yaani mradi mwanadamu anafanya anachojisikia kwamba ni haki yake. Ndio wanatuletea mambo haya. Kwa sababu gani? Hawaamini kama kuna source ya mtu aliyeanzisha mambo haya. Siasa za Ugiriki na demokrasia katika kipindi hicho zilikuwa na ushawishi mkubwa juu ya falsafa za wakati huo. Wanafikra wanaoitwa thinkers wa Kigiriki wa kale walijadiliana sana kuhusu haki, wema, goodness, adili, morality, ujuzi, skills na ukweli, truth. Kwa leo unaweza kaenda sehemu kwa haki, mimi nasema kweli, unasema kweli maana yake ni hao ndio wanaitwa thinkers. Ndio wameshape dunia ambayo tumefuata mifumo yao. Sasa pia walikuwa na nini? Walikuza mawazo yanayotawala serikali na mahusiano ya kijamii pamoja na nadharia za asili ya binadamu zinazoathiri wanafikra thinkers wetu wa leo. Maprofesa wote, PhD wote, methodology mnazotumia zote wao ndio wametengeneza. Wana tusaidie sana. Mawazo yanayotawala serikali na mahusiano ya jamii. Social nini? Science. Mtu anakaa chuo kikuu mwaka wa kwanza mpaka wa 3 anasoma jamii inavyojamiiana, inavyohusiana. Social science. Ukienda kijiji ambacho wewe hujulikani na lugha huijui, unaishije? Wanasoma. Yesu tusaidie. Bwana tusaidie sana. Sasa hawa
ndio wameleta ustaarabu wa dunia. Ukiona serikali mara kuna demokrasia, kuna aina nyingi za serikali, demokrasia, udikteta, unini, ubepari, sijui monarchy, ambao mnaona Kenya anasema hii sio monarchy bwana, anarchy. Wanasema ama anarchy. Hatuwezi kuishi bila utaratibu. Hawa ndio wamejadili aina za serikali. Na dunia imekuwa ikibadilisha aina mbalimbali za serikali, wakijaribu kupata aina ya serikali ambayo italeta amani duniani. Na katika serikali za aina zote, hawa jamaa ndio walijadili kuhusu demokrasi. Na demokrasia ndio inaonekana ina nguvu duniani. Lakini ukweli ni kwamba demokrasia ndio imeleta uovu mwingi. Demokrasia wanaiga Mungu Yesu atuletea kitu kinaitwa the kingdom of God. Kingdom, ufalme, serikali ya kifalme. Ndio maana hata wakati tunaletewa koloni huku walikuja kama kingdom. Ufalme wa wapi? Wa Ugiriki, sijui ufalme wa UK, unakuja huku. Ndio umezaa wale waliotutawala kutoka UK, tumejiunga kwenye Commonwealth. Hawajatuacha. Tupo. Bunge ukiwa kwenye Commonwealth lazima uweke alama ya Malkia pale mbele. Sasa huyu Aristotle aliyeleta concept ya utumwa, jinsi utumwa ulivyoletwa. Na utumwa, huyu jamaa alizungumza hivi, watu wote weusi walitumwa na Mungu duniani kuwatumikia weupe. Watu wote weusi. Na ndio maana ukisoma kwenye historia, exploration of Africa, ile kutafiti Afrika, kina Vasco da Gama na wengine walipokuja wakasema tumekuta ardhi nzuri, imejaa wafanyakazi wengi, watumwa weusi wengi. Wakaja na Bible. Vasco da Gama alikuwa missionary, hakuwa missionary, lakini alitumwa na serikali kuja kufanya utafiti. Na wameweka mnara pale Kigoma kwetu. Hakuwa missionary wa Kianglikana, lakini walikuwa wanatafiti. Na walitumia Biblia kutuingizia utumwa. Wanatafasiri maandiko kinyume. Usiwatumikie mabwana wangapi? Wawili, Mungu na fedha. Ndio maana wazee wetu walikuwa wanachukia sana hela, kwa sababu walijua hela inawatenga na nani? Na Mungu. Sio wazee wetu hawa. Concept ya utumwa, kwa msaada wa maendeleo ya kimawazo, ideas, progressive ideas, tutaweza kuwatawala watu tukikuaminisha. Na ndio maana leo niliwaambia nitawaonyesha tulivyo watumwa mpaka leo. Kuna watu mko hapa mnaamini wazungu, mzungu yeyote na hela. Hiyo ni fikra ya kitumwa. Mzungu akija kusali humu ndani, wote mtahisi hali ya hewa imebadilika. Mzungu kaja kanisani. Mna fikira za kitumwa hamna? Nazo. Na hizo ndizo zinazotuongoza mpaka leo. Mimi simo, sijui kama wewe bado umo. Hatujiamini, tunaamini ngozi nyeupe ndio inaweza. Sio kwamba imetokea kwa bahati mbaya. Mpaka leo Afrika uchumi wake unatoka wapi? Ulaya wanatugombania tu. Juzi Marekani wameona Putin amejiunga na China kusema atawekeza sana Afrika. Mzungu katuma na yeye aje. Tunagombaniwa. Sisi tunazadi ni msaada. Wanasema sasa kwa sababu Rusi akija hapa resource, kwa sababu Ulaya, Marekani bila Afrika wanaishi kwa shida. Kongo wameivuruga kwa sababu kuna madini ambayo hayapo kokote. Na Kongo ndio kuna madini yanatengeneza hizi simu. Madini hayako kwingine. Utuma. Vitu vyetu walipeleka. Hafu akatuletea injili iliyobadilishwa.
wakatutamanisha mbinguni. Yesu anarudi. Niliongea na mzee mmoja akasema aliokoka mwaka 74. Wao walikuwa akiokoka tu kupalilia mahindi wanaacha. Akasema Yesu anafanya. Wakipewa ardhi wanasema kwanza Yesu anarudi, kata tu hapa. Wanapewa kaduchu. Hiyo dhana mpaka leo inatutesa. Unaona makanisa yenu yana ardhi kubwa. Makanisa yetu tumekaa kusepa sepa hivi. Tunaondoka sisi muda wote. Hapa sio kwetu. Dhana za kitumwa, mimi nawaambia yalikotoka, ili tunaposoma Biblia tujisomee wenyewe. Roho Mtakatifu atusaidie kujua Yesu alitaka tuwe kina nani hapa. Sio haya mambo. Hatuna mji udumuo hapa. Na wametunga tenzi. Nendeni muimbe tenzi zenu vizuri. Uone. Hapa chini sio kwetu, twende. Sasa hiyo wewe unaweza kadhani tu ni kwa Bwana, lakini inakuathiri kisaikolojia taratibu. Kwa sababu ukijaribu tu duniani kitu kikikushinda, ule wimbo unakuja. Hapa chini sio kwetu. Mnisamee mimi sikosoi tenzi zenu. Wewe imba tu. Mimi nilipojua sidi mpaka naanza kuogopa kuimba. Hapa sio kwetu kivipi? Zaburi 115 mstari wa 2 unasema mbingu ni mbingu za nani? Za Bwana. Bali nchi amewapa wanadamu. Inakuwaje hapa sio kwetu? Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 unasemaje? Nendeni ulimwenguni wote mkaitawale nini? Samaki wa baharini, ndege wa angani. Inakuwaje hapa kwetu sio kwetu? Na majumba tele yapo. Mtu hajajenga nyumba hapa. Inakuwaje yako tele kule? Nani kakujengea? Kama duniani umeshindwa kujenga, mbinguni kakujengea nani? Umefanya kazi gani? Atujiulize. Nani kakujengea? Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari kuanzia mstari wa 11 pale chini anasema msingi uliowekwa ni Kristo. Lakini inategemea juu ya msingi unajenga nini? Dhahabu, mawe, majani au miti au mawe ya thamani. Nimeparaphrase tu, sijaikopi ulivyo. Anasema siku ile kazi ya kila mtu itafanyaje? Sasa wewe kazi yako hapa duniani unatafuta ujenge nyumba ule ugali kama jamaa walivyotuharibia. Sasa hiyo mbinguni nyumba ya nani aliyekujengea? Unatamanije majumba mbinguni ambayo hujayafanyia kazi? Hapa duniani penye nyumba hujajenga, mbinguni ulijenga saa ngapi? Wapendwa, msidhani kwamba eti utaishi maisha mazuri mbinguni kwa sababu umeokoka. Excuse me. Never. Mungu sio katili. Mungu ni Mungu wa haki. Yaani Petro, Stefano anapigwa mawe ana dedi. Wewe unaingia kanisani unachomoka alafu mkakae pamoja na Stefano. Subutu. Hiyo kitu haipo. Utakaa kijijini na nawaambiaga kila siku. Kwenye ule mji mpya ule. Ule mji mpya ule. Tunakaa kwa matabaka, hatukai pamoja. Ndiyo, wengine watapewa taji, sio hivyo? Sasa kama wewe imeungua kazi yako duniani, ulikuwa unazurura unatafuta msosi. Kazi imeungua. Utakaje? Ngoja niwaambie kitu ambacho sijui kama mtaelewa. Mungu awasaidie. Hivi mnajua mbinguni kuna malaika wengine hawajai kumuona Mungu? Hawajawahi kwa sababu majukumu yao yako mbali na Mungu. Wanaona utukufu tu. Kasomeni Biblia kwa kutafakari. Fikra za utumwa ndio zinazoongoza paka kanisa, sio tu serikali. Walitumia Bible kutuingizia vitu vya uongo. Mungu anasema ufalme uje hapa duniani na mapenzi ya mbinguni yatimie hapa duniani. Sisi tunasema tunaondoka. Yaani tunapishana. Yesu anasema uje, sisi tunamwambia wakoloni wametuambia hapa chini sio kwe. Tunaenda. Kwa hiyo tunaishi kinyume na maandiko. Mifumo. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie. Kwa hiyo
vifungu vingi vya Biblia tunavisoma na fikra za kitumwa. Kawasomeni hawa watu. Wapendwa, tumesoma, tumeenda shule, si ndio hivyo dokta? Tusome. Vitu viko kwenye mitandao. Wewe andika tu kwenye mtandao, how Christianity was used to colonize Africa. Andika tu hivyo. Wanakushushia mkeka. Vifungu vingi. Watazameni ndege wangani, hawavuni wala hawapandi, lakini Bwana huwalisha. Wakoroni waambia, mnaona, msijisumbue. Mungu anawalisha ndege. Hawapandi wala havuni na wanalishwa. Mtumikieni Mungu. Unamtumikiaje Mungu na hela? Afu mstari haumaanishi, mstari wenyewe unasema watazameni ndege. Haijasema waige ndege. Hata logic ile, mnakumbuka logic? Wataalamu logic. Logic zinakoma. Ndiyo maana Biblia inasema mtafute Mungu kwa bidii utamuona. Bidii kwa sababu gani? Mifumo ishatuharibu. Hawa jamaa hawa wametafasiri maadili maana yake nini? Wametafasiri maana ya haki. Wametafasiri maana ya skills. Wametafasiri, wana definition zao maana ya haki. Haki ya ulimwengu sio haki ya Mungu. Wema wa Mungu sio wema unaotafasiriwa na hawa. Yesu akasema ukipigwa huku geuza na wapi? Sasa wewe elewa kwamba ndio maana yake ndio hiyo. Tenga shavu, unaona watakutoa meno yote. Sisi tumeambiwa wapeni watu vitu. Luka sura ya 6 mstari wa 34. Lakini ulimwengu haufundishi hivyo. Yaani wape tu watu vitu bule bule. Haufundishi. Kwa hiyo maadili ya huku, wema, haki ilivyotafasiriwa sio. Kwa sababu gani? Revelation walipokuwa wanaitoa ya kutafasiri mambo haya haikuwa inatoka kwa Mungu. Ndio maana wamesema mtu asili. Yaani walikuwa wana study asili. Na mpaka leo mtaona baadaye wanajiuliza. Yaani ndio maana wakasema kwa nini wanaume wasioane tu? Yaani wanajadili asili alafu wanaipindua kutengeneza maadili mapya, new morality. Alafu wanaleta kitu kinaitwa immorality. Yaani maadili mema wanayageuza yanakuwa maadili mabovu. Bwana atusaidie. Shetani hajawahi muahidi mtu uzima wa milele. Kwa sababu gani? Hana. Kwa hiyo huwa turu yake kubwa ni kuahidi nini? Endapo utafanyaje? Utamsujudia. Na watu wamejiingiza katika mtego huo wa kutafuta vitu maisha yao yote. Vijana wengi ambao ni maarufu mnaoona kwa mitandao, wengi ni mashoga. Na wanaingizwa na Waarabu. Mimi kutana na mtu mmoja ananiambia, Waarabu ndio kazi zao. Wanawadanganya vijana. Baada ya hapo wanaambia mtapata hela. Wanawapa hela 500,000, milioni. Wanawaambia ukifanya hivi ndio mambo yananyoka. Kuishi kwako katika maisha haya kama sababu ni kupata vitu pekee, hutavipata hadi umsujudie Ibilisi. Kwa sababu gani? Ndiye anayeahidi vitu baada ya kumsujudia. Yesu anaambiwa, ukinisujudia nitakupa hivi vyote. Vitu, sio uzima wa milele. Ndio huu mstari Luka 4:6-7. Akamwambia ukipiga magoti, sasa kuna kitu hapa, na kuniabudu. Angalia hii kitu nimeongeza neno hili. Nitakupa. Hicho ndicho ambacho dunia inahangaikia. Power. Uwezo. Juu ya miliki zote hizi na fahari yake. Maana ni zangu, naweza kumpa yeyote nitakaye. Kwa shetani anaendeleza vyama vyote mnavyoviona, uovu wote mnaoona huu. Issue ni nini? Shekeri.
Sasa shetani alijua. Nimesoma kitabu kimoja na kinasambazwa kinaitwa New World Order. Nimefuatilia mle ndani. Hii mada ya kuharibu watu wasimiliki vitu imeanza zamani, na mnakumbuka sema hiyo pita niwafundisha. Jamaa walisema hivi, tunataka tuue private property, yani watu wasimiliki vitu. Na ndio maana wakaleta form nyingi sana za serikali, na mojawapo ilikuwa socialism. Kina Karl Marx. Karl Marx ndio alileta socialism. Na ndio tunasoma vioni kwamba serikali ndio iwe na nguvu, raia wao wanapewa tu huduma. Ni utafikiri nia njema, lakini lengo ni kwamba usiwe na usemi, kwa sababu kama huna mali, huna cha kusema. Ndio maana mwanaume asiyekuwa na vitu anaonekana mwanaume suru kaptula. Hana kitu. Dharau mpaka Mungu anakung'ata. Huna kitu. Lakini ukiwa na vitu, heshima inakuja. Sasa motisha ya kuvitafuta ndio mbaya, lakini vitu ni vya muhimu mno kwenye maisha ya mtu, kwa sababu vinakutengenezea nini? Heshima. Lakini kama umevitafuta kwa staili hii, vinakuletea balaa. Kwa sababu wapendwa, iko hivi. Mwanadamu ana nafsi, roho na mwili. Si ndio hivi? Nafsi, roho na mwili. Kile mnachoita ninyi mnasikia raha, huwa mnasema nasikia raha wapi? Unaweza kusema nasikia raha mwilini mwangu. Unasikia raha wapi? Na Biblia inasemaje? Linda sana kuliko kitu, maana zinatoka nini? Sasa shetani anapigaga hapo. Kwa kazi ya shetani ni kuhakikisha moyo wako ameuhamisha kwa Mungu, ameupeleka kwenye kitu kingine. Sasa hicho kitu ukishaweka hapo, ndio inasema hazina yako ilipo ndipo na moyo utakuwepo. Moyo niliwaambia ni kitu gani? Moyo ndio engine ya mtu. Ndio engine ya mtu. Na iko kwenye nafsi. Nafsi na vitu vitatu. Nafsi na vitu vitatu. Ina hisia, utashi na akili. Mambo matatu. Akili inakaga moyoni. Akili haikaagi kichwani. Kichwani panakaga ubongo. Ubongo kazi yake ni kuchakata, imeona nini, imehisi nini, imenusa nini, zile fahamu, milango mikubwa mitano ya fahamu inatumiwa sana na ubongo. Na ubongo wako ukisha utrain, kwa mfano macho ukia train kuangalia kitu kimoja mara kwa mara, kinatengeneza picha. Ile picha inatunzwa moyoni. Ikishatunzwa moyoni, mapua nayo yanaleta. Ndio maana leo kuna kitu ukikinusa unakumbuka ulipokuwa una miaka 7. Hiyo kumbukumbu haitoki kwenye ubongo, inatoka moyoni. Kwa kadri unavyoangalia, unavyoongea, mdomo nao ukiongea, sisi kwetu maskini hamnaga kitu, sisi maisha hovyo. Wazungu ndio wanahela, wazungu bwana wanahela. Ukijiconnect na wazungu, kwa hiyo wewe hapo unazoofisha akili yako kwamba wewe ni mjinga, huna akili. Kwa hiyo siku ikija jambo likaonekana gumu tu kidogo, moyo unakwambia wazungu ndio wanaweza, wewe huwezi. Kwa sababu ndivyo ulivyo train moyo. Ndio maana unaambiwa linda kitu utakachoweka moyoni mwako. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.